Lakini kikubwa zaidi ambacho nilicho nataka kuhusieni nyinyi, sikukisema katika darasa zangu hizi, kuna nukta muhimu niliacha kwa sababu ya wakati. Kwa nitaizungumza kidogo hapa kuwa nasihi na kuinasihi nafsi yangu. Hizi nafsi zetu hizi zina kijidude fulani hivi, inna an-nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Nafsi siku zote huwa ina tabia ya kuchokoa na kuamrisha uovu, ila tabia kibaya hivi. Nafsi yako inaweza kuonyesha kwamba kwani lazima mimi niungane na wenzangu bwana, mimi naweza kufanya peke yangu, au mimi nikiungana nao wale nitaonekana vipi, sitaonekana fadhila za mtu fulani, afadhali nikae peke yangu mimi hivi. Yani ukajiona kwamba wewe waweza peke yako. Si hivyo, ni nafsi yako mbaya inakwambia namna hiyo. Ingieni kwa pamoja, shikamaneni katika kupeleka hili gurudumu mbele. Kuna vitu vingi vinavyotokea kuwagawa watu, ubinafsi, ukabila, umiji, ambao sisi katika dawa yetu tunavipiga vita kwa sababu ndio uhizbia wenyewe. Ukishambagua mwenzako kwa sababu ya kabila yake, wewe ni hizbi. Simajua hivyo? Uhizbia ni ile mtu kutaasabu na kabila lako. Yule bwana sio hivi, wakawa wambagua hilo, wajenga alwala walbara kwa sababu ya kabila. Kwetu sisi ni mwiko jambo hilo, halifai. Sasa tahadhari sana na jambo hilo. Mbona pale kaingia mtu fulani, mtu wa kwetu pale hayupo kabila yetu, pale watu wa kabila fulani. Tufanyeni mambo na kutoa nafasi na kusaidiana kwa kuwa huyo amestahiki, si kwa sababu yeye ni mwenyetu, mtu wa kwetu. Vitu kama hivyo tuviache, tusibaguane kwa sababu ya rangi. Ubaguzi wa rangi katika Uislamu haufai. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama akakemea sana, akasema da'uha fa innaha muntina, acheni huo ubaguzi kwa sababu ni uvundo, ni kitu chenye harufu mbaya kabisa kuliko mzoga. Msibague watu kwa sababu ya rangi zao, kwa sababu ya kabila zao, jambo hilo halifai. Msiwabague watu kwa sababu ya maeneo wanayotoka, hilo jambo halifai. Kwamba yule atoka kusini, yule atoka kaskazini, yule atoka sijui mjini magharibi, yule sijui anatoka Pemba, yule atoka huku, ukambagua. Atoka mjini, atoka shamba, atoka bara, sio atoka Kenya. Msibaguane kwa jambo hilo. Kama jambo hilo litakuwepo baina yetu, itakuwa sisi hatuja kijua tunachokilingania. Tunakuwa kama mathali al-himari yahmilu asfara, mfano wa punda aliyebeba mzigo wa vitabu, hajui kumeandikwa nini. Hatujui tusema nini sisi. Tulingania da'wa salafia ni wapiga vita uhizbia. Salafia ni dhidi ya hizbia. Sasa wewe waleta kuonyesha kwamba hujafahamu kwamba hii da'wa salafia imelenga kwenye lipi. Tuacheni tabia hizi. Inawezekana mtu amekulia kwenye jambo hilo, kalelewa hivyo, ikawa lugha zake ni hizo za kibaguzi, lakini kwa kusoma ilmu na kujitaalamisha, vitu kama hivi vinaondoka.